Unaona toka mambo haya yaanze, unaona mara huyu katekwa. Kwa ndo maana yani wanajamii wengi hawataki kushirikiana na vyombo vya habari kwa sababu ya jambo hilo tu. Serikali kwamba kama mimi hapa mbona nimekaa muda wote hajaja kuniteka. Kuna hicho ambacho unachokifanya basi sio kizuri kwa jamii nyingine au labda kwa umma mzima. Utakuja huku utasema mwanangu katekwa, lakini ujinga wa nani? Ni wa kwako mzazi. Ya bana, nipo tip top. Hapa ni Manzese na leo kwenye Sauti ya Jamii nimesema nije nizungumze na wajamii wenzangu kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo yanatokea kwenye jamii. Tunaangazia masuala mazima ya kuteka, kupotea kwa watu, lakini pia na mambo mengine kama haya. Wanajamii wa eneo hili hapa la Manzese wanalipi la kuweza kuzungumza, na hapa bwana unaweza ukaona ni namna gani ambavyo mambo yanaendelea kutokea. Kwa hiyo tutaenda kuzungumza na watu baadhi ikipita katika mitaa mbalimbali ya jiji hili la Dar es Salaam, lakini leo nimechagua kufika Manzese. Unajua Manzese ni moja kati ya eneo ambalo limekuwa na sifa za kitofauti sana, na watu mbalimbali wamekuwa wakihitaja Manzese kama ni sehemu ambayo imechangamka sana. Kwa hiyo matukio namna hii yanaweza kawa yanatokea Manzese, lakini kipi haswa ama nini haswa inakwenda kuwa suluhu la kutokea kwa matatizo ya aina hii? Sasa mimi nataka nijaribu kuzungumza na wana Manzese. Hapa tuone namna gani ambapo mambo yatakuwa yanakwenda. Bana, nimefika hapa na ngoja niangalie kijiwe ambacho naweza nikakaa, alafu tuone namna gani ambapo tunaweza tukafanya. Let me see. Naona hapa kuna kama kijiwe hivi. Naweza nikafika hapa ndugu zangu nikapata kahawa moja ambayo inaweza ikawa safi kabisa. Bana, ni aje hapa jamani? Kwema? Kwema. Ya, kaka niweke kahawa kidogo hapa. Ya, tutazungumza sasa na baadhi ya watu hapa, alafu tutaenda kujua. Ngoja kwanza nipige kikombe kimoja cha kahawa, alafu tutazungumza na wana Manzese, wana tip top, wanalipi la kusema kuhusiana na matukio haya ambayo yanatokea hapa. Hii ni Kawabe Sauti ya Jamii, kama ambavyo moto wetu unasema, Kawabe Media Sauti ya Jamii. Na mimi leo nimepata nafasi kwenye Sauti ya Jamii kufika maeneo fulani kuzungumza na wenzangu, ndugu zangu, rafiki zangu katika jamii. Kwa hiyo sisi ndio wale ambao tunahakikisha kwamba Sauti ya Jamii inafika kule ambako inastahili kufika. Na leo nimefika maeneo ya tip top Manzese hapa, maeneo ambayo pia ni maarufu sana katika jiji la Dar es Salaam. Nikasema nifike hapa niweze kuzungumza na baadhi ya wanajamii, wanazungumza nini kuhusiana na masuala ambayo yanawahusu wao kama jamii. Tunafahamu hivi karibuni kwenye jamii zetu kumekuwa na mambo mbalimbali ambayo pengine yamekuwa yakitishia usalama wa jamii hizo. Watu wamekuwa wakipotea, wengine wakidaiwa kutekwa. Lakini kama jamii, sisi ambao tunaishi huku katika hizi jamii, tunalipi la kuzungumza? Wao wanalipi la kuzungumza? Tatoa nafasi wajitambulishe kwanza mmoja baada ya mwingine, alafu taenda sasa kuzungumza na kujadili kuhusiana na hili. Taanzia na kulia kwangu hapa. Mzee wangu, kwanza heshima yako? Safi, hali yako na wewe? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Jina lako? Mimi naitwa Saidi. Naam, Saidi. Na ndugu yangu hapa, jina lako pia? Mimi naitwa Nusra Mohamed. Naam. Na kaka hapa? Kabuji. Naam. Na pia lakini nipo na mzee wangu hapa, na jina lako? Naitwa Abdalla. Naam, Abdalla. Sasa bwana, tunajaribu kuzungumza kama jamii. Tunajua kuna mambo mbalimbali ambayo yamekuwa yakituhusu, na hivi karibuni matukio yamekuwa ni mengi sana, na vyombo mamlaka yamekuwa yakizungumza, lakini hakuna mtu ambaye anajaribu kusikiliza sauti kutoka kwenye jamii. Wenyewe wanalipi la kuzungumza? Kwanza kwa hichi kinachotokea, tunahisi jamii zetu ziko salama kiasi gani? Nikianza na mzee wangu hapa. Tunatokea mtoto amepotea, mtu ametoweka, taarifa zinasema ametekwa. Jamii zetu zina usalama kiasi gani mpaka tunafikia huko ambako tumefikia? Jamii zetu naona sasa hivi usalama umepungua sana kulingana na haya matukio yanayojitokeza ya kutekwa watu. Sasa hatujaelewa serikali itachukua maamuzi gani au inafuatilia vipi ili kuweza kulitokomeza swala hili. Na pengine kwenye haya ambayo yanatokea huku ambako sisi tumekuwa tukiishi, tunadhani kuna sehemu kuna mapungufu labda ambapo yamesababisha ya mambo yanatokea, kwa sababu nafahamu katika maeneo au katika jamii ambazo tunaishi kunakuwa na vyombo mbalimbali ambavyo vinahusika na masuala mazima ya ulinzi pamoja na usalama. Kuna polisi jamii, lakini pia kuna mambo ya polisi ambao wanakuwa wanahusika kwenye masuala mazima pengine kuhakikisha ulinzi wa raia. Pengine tunakuwa mawapi? Kuna shida mahali labda sehemu ambayo tunaona kuna puaya mpaka matukio namna hii yanakuwa yanatokea? Mimi naona ni utendaji tu. Utendaji, watu wakiwa makini, kwa sababu jambo hilo mimi limetokea mimi. Tunaweka sana roho juu sana wazazi wetu. Kama mimi limenitokea juzi. Mimi nilikuwa na mke wangu.
alikuwa hatujaonana siku mbili. Tujaonana siku mbili, Nasibu alikuwa sina. Alikuwa ashapiga simu huko mkoani wetu kwamba mimi sionekani, na yeye hisia yake alikuwa anajua kweli mimi labda imenikuta mazingira kama haya yanotajwa sasa hivi, kumbe sio. Kwa hiyo tunaweka sana mazingira yetu vibaya, na wazazi wetu wanakuwa roho juu sana kwa kutokumuona tu mtoto wao kweli siku mbili haonekani. Kwa lazima wahisi jambo kama hili. Kwa sasa hivi naomba tu ulinzi uwe salama na jambo hili lisitokee sana, kwa sababu wazazi wanakuwa na wapo kwenye roho juu sana kwa watoto wao husika. Sasa hebu tujaribu kufikiria kwa upande mwingine, kama masuala haya yamekuwa yakitokea na tunafahamu chochote kinachotokea kinakuwa na sababu tofauti tofauti. Tukisema tuchukue zigo la lawama, yani kwamba ili zigo la lawama kwamba tunamtwisha nani tumlaumu kwa hichi kinachotokea. Pengine nani ambaye anastahili kutwisha zigo la lawama? Nani ambaye anastahili hasa kutwisha zigo la lawama? Tumlaumu nani? Tujilaumu sisi wanajamii kushindwa kulindana, ama pengine tuilaumu serikali, ama tulaumu mamlaka husika ambazo zinashughulika na masuala mazima ya ulinzi katika jamii zetu? Kwa mimi, kwa mtazamo wangu, unajua kila kitu kinabadilika kutokana na mfumo, kwa sababu zamani vitu kama hivi vilikuwa vipo kulingana elimu tuliokuwa nayo sisi zamani. Kwa mfano, zamani tulikuwa tunaandikia mwanzo mwisho peni, lakini siku hizi kuna kompyuta, unaingia kwenye mtandao, mambo ya wazungu papa ushamaliza kazi yako. Kwa hiyo kazi ya kufanya watu 6 sasa hivi anafanya mtu mmoja. Kwa hiyo kila kitu kinakuja kwa mfumo tu, afu unatoka. Yaani kinakuja kinapita, kinakuja kingine hivyo hivyo, kinakuja kinapita hivyo hivyo. Kwa hiyo lilotokea ni kwa sababu ya mfumo ambao umekuja sasa hivi, ambao unasababisha watu wanapotea, watu wanatekwa. Mfumo unapita. Kwa hiyo tuamini kwamba hili litapita. Hiyo linapita tu. Sawa. Pengine kwa sababu tumesema ni swala zima ambalo linakuja na mfumo, ni mabadiliko ya aina gani ambayo yanaweza kali yamesababisha hali hii kuweza kutokea? Yaani kuna mabadiliko yoyote ambayo labda yametokea hivi karibuni ambao ndio yamesababisha mfumo umebadilika, watu kupitia katika changamoto za aina hii? Mzee wangu. Mabadiliko yapo kutokana na hii mifumo yao. Hasa hii mifumo hasa katika upande wa hizi siasa zetu ndio unaleta haya mabadiliko. Kwa nini unasema mabadiliko katika siasa zetu? Unaona toka mambo haya yaanze, unaona mara huyu katekwa ndani ya mfumo wa vyama vingi hivi, lakini wakati wa chama kimoja haya mambo hayakuwepo. Kwa pengine kuwepo kwa vyama vingi kunaweza kuwa ni sababu kubwa ya haya yote yanayotokea. Ni sababu kubwa, inaweza kuwa ni sababu kubwa ya kwa. Unahisi tukirudi kwenye mfumo wa chama kimoja tutaweza tukaondokana na hili ambalo linatokea? Kwa sasa hivi litakuwa gumu sana, kwa sababu watu washaingia katika zile roho, zishaingia katika kila mtu anataka yeye. Kwa hiyo hali haitowezekana tena kwa sasa hivi. Tulishachelewa yani kwa sasa. Sawa, sasa kumekuwa na hii scenario, unafika katika maeneo tofauti au unafika kwenye jamii unakuta watu unajaribu kutaka kuzungumza nao kuhusu jambo fulani, watu wamekuwa na uoga. Kuna ule hali ya uoga ambayo ipo katika jamii zetu sasa hivi. Pengine nini hasa kinasababisha hii hali ya uoga watu kuzungumza? Ni kama vile mtu anasema nikizungumza swala fulani nitaonekana, hali itakuwa swala fulani. Nini hasa kinasababisha hii hali ya hofu na oga baina ya jamii zetu ambazo sisi tunaishi kama jamii? Watu wanachoogopa ndio kama hicho. Tunaweza kuongea kwa sababu watu wanasikia tu huko. Mtu fulani kaongea jambo hili, kesho naambiwa kafatwa kwake. Kwa ndo maana yani wanajamii wengi hawataki kushirikiana na vyombo vya habari kwa sababu ya jambo hilo tu. Wanahisi yani mimi nikiongea jambo fulani na mimi labda kinaweza kukuta kama lichimtokea alotekwa. Kwa ndo maana watu wengi wanakuwa waoga sana kuzungumza na vyombo vya habari. Sasa kama watu wamekuwa waoga kiasi hiki, jamii yenyewe inashirikiana vipi? Wao wanajamii wanashirikiana namna gani kuona jinsi gani wanaweza kutatua changamoto walizokuwa nazo? Tunao ushirikiano katika jamii ambao unaweza kusababisha watu kulindana wenyewe kwa wenyewe? Ushirikiano hamna, kwa sababu mimi naweza nikaongea jambo hapa nikaliongea sasa hivi labda mimi kukosoa jambo fulani, yule mwenzangu anaweza yani yeye hata kunisikiliza sasa asikilize, bwana hiyo jambo ongea peke yako. Unaona, kwa watu wetu tukashirikiana, kama tunaongea jambo ambalo tunaweza kulitatua, kama mwenzako anaogopa, wewe mtatatua jambo gani?
kwa hamna, kwa kila siku itabaki ndio hivi hivi. Sasa kama hali hii inatokea katika jamii, mimi huwa nafahamu kuna namna huwa kunakuwa na vikao kwenye serikali za mitaa, kwenye serikali za kata, serikali za vitongoji pengine. Tunayafikisha haya mambo sehemu husika. Kwa mfano kwenye serikali za mitaa huko tunazungumza kuhusiana na hili. Serikali za mitaa kwenye serikali hii, kwa hiyo jambo linakuwa ni gumu sana. Kwa sababu tumeweka paka ulinzi shirikishi kwenye mitaa yetu, lakini jambo linatokea. Sasa uone kama jambo limekuwa ni gumu sana. Tukiwa tunajaribu kutatua changamoto, siku zote tunakuwa na njia ambazo zinaweza zikatusaidia changamoto mbalimbali. Mzee wangu hapo kuna swala zima la watu ambao tunasema tumewapa dhamana ya kuhakikisha wanashirikiana na jamii husika kwa ajili ya kuhakikisha ulinzi wa raia. Hawa watu ambao sisi tunawaita polisi jamii wanatusaidia namna gani kuhakikisha kwamba tunaondoa haya mambo yaliyopo? Je, wanatoa msaada kuhakikisha kwamba tunajaribu kupinga haya mambo au tunazuia? Kwanza nipende kujitambulisha majina yangu. Kwa majina naitwa Bakari Alfani Kabuji. Ni dereva na pia ni mkazi wa maeneo haya. Mimi nimesikiliza mada hii muda mrefu sana na nimeisikia japo nilikuwa naendelea na shughuli zangu zingine. Cha kwanza nirudi kwenye mwanzo kabisa wa swala la kwamba usalama wa jamii yetu. Usalama wa jamii yetu sisi bwana, kama alivyosema ndugu yangu hapo, watu wengi wanajitia sana wasiwasi. Wanajiweka wasiwasi sana na siku zote ukiona hata kama mwizi anakuja kukukaba, ujue basi mfukoni una hela. Sasa mpaka mtu anatekwa, ujue kuna jambo ambalo amelifanya. Si mtu atoke tu huko aje akuteke wewe kwa niaba gani? Si kweli. Bali waangalie na hivyo vitu wanavyovifanya. Sababu yako mambo mengi, serikali pia wanaishtumu, lakini pia naweza nikasema hawajui nini kinachoendelea. Kwa sababu mtu serikali kwamba kama mimi hapa mbona nimekaa muda wote hajaja kuniteka. Kuna hicho ambacho unachokifanya basi sio kizuri kwa jamii nyingine au labda kwa umma mzima. Kwa hiyo lazima kuna vitu vingine saa nyingine ukae, ukikaa kabisa unafikiria, unaona hiki kitu nimejitia tu wasiwasi. Ni wasiwasi mwingi sana. Alafu kingine polisi jamii bwana, kiukweli wanajitahidi kwa upande mwingine. Japo wanatumwa na mtaa ndio huko chini ya nani, hao polisi jamii wako chini ya huo mtaa wote katika Tanzania yetu. Wanajitahidi, wanajituma sana. Mimi ningekuwa napenda, ingelikuwa inawezekana hao wangechukuliwa hata kidogo kwenda kufanywa hiyo mafunzo, hata wangepewa hata wengine ambao wenye wazifa mzuri au wenye kufanya kazi vizuri wangepewa hata nafasi katika jeshi la polisi. Kingine pia tunakuja kwenye masuala ya labda watoto kutekwa labda nini. Kikubwa zaidi sisi tunachojiaminisha Watanzania wengi sasa hivi tuna ule mfumo kwamba natoka naenda kazini nimemwacha mtoto labda na Juma. Unaelewa? Natoka naenda kazini nimemwacha mtoto na Esther. Hilo swala zamani halikuwepo. Mbona zamani watoto walikuwa hawatekwi? Unajua ukiona mtoto kapotea ujue kafuatilia ngoma au kafuatilia labda muziki, labda kumepita kinyago kile ngongoti, ndio mtoto kapotea. Ndio kutekwa kwa zamani huko. Mtoto kapotea na kweli kwa sababu gani? Anaenda sehemu ni mbali, anapotoka hapa juu. Ile ndio kidogo, lakini sasa hivi wewe una mtoto wako kweli, wewe mzazi una uchungu, unamwachia mfanyakazi mtoto. Una akili kweli timamu? Kwa cha msingi cha kufanya raia wenzangu, tujitahidi kulinda familia zetu. Mimi kwa kweli siwezi kukubali hata mke wangu ananiambia eti natoka hapa sio mtoto nimemwacha peke yake kule, sijui atajihudumia mwenyewe. Hiyo kitu kwangu never, siwezi kukubali. Kwa sababu unamsababishia matatizo mengine. Hata mimi na mtoto wa kike nimemwacha pale, wenyewe wanasema saa hizi. Kuna mzee wangu mmoja namkumbuka sana, anasema kwamba Masungiraguru, yale Masungiraguru vile vikonzi vile viziwa, kashaanza kutoka vikonzi. Sasa anapita Asumani hapa na ugumu wake, anakikuta kiko peke yake, sasa anapita nacho, anakibaka. Aidha labda ndo kama wale wengine wanatamaa mbaya, wanamchukua ndo anaenda kumfanyia maovu huko, afu wanamuua. Labda umemfanyia maovu kapata labda naniliu, labda mshtuko kafa. Wewe si ujui, utakuja huku utasema mwanangu katekwa, lakini ujinga wa nani? Ni wa kwako mzazi. Kuwa makini na familia yako.
heri likutokee kwamba umejilinda, hata mtu atasema bwana hii ni bahati mbaya, lakini sio kwamba unaacha tu familia. Ndo wazazi wengi tuliokuepo sasa hivi ndo tabia hiyo. Kwa tusiwalaumu serikali. Serikali iko vizuri na inazidi kupambana. Kingine labda kwa kushauri kwenye serikali, ningependa kushauri kitu kimoja. Mama Samia kama ananisikia na kama ataniona, sisi tuna jeshi kubwa mno, kubwa la polisi na mpaka na JW ambao la wananchi. Ingewezekana ingekuwa kama nchi zingine tu, muda wote maaskari wanatembea tu kama wanavyotembea hao polisi jamii, hata mambo ya uhalifu yasingekuwepo. Lakini ile kukaa kwamba mpaka lipite defender hapa masaa 6 ama masaa 5 tukio huku mtu mwingine nyuma anafanya, wao wangetapakazwa humo kama hivi sasa hivi hapa kama unavyoona wanavyotembea na magari kwanza yashaongezewa mengi, mama kajitahidi kawaongezea kila kitu, sawa. Vitendea kazi kibao watembee mitaani humo, ukitembea mitaani humo hata yule kibaka anataka kuiba kidogo anaasho hapa askari anaweza akapita sasa hivi nikakamatwa. Kwa ni hivyo, tujitahidini na mama pia ajitahidi kutuongezea ulinzi mitaani, atuletee humu mitaani, amwage tu humu mtaani wetu. Ni uhuru mzuri sana. Sawa, tupo katika kipindi ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu sasa hivi, na tishio ni kubwa kuhusiana na swala zima la uchaguzi mkuu. Tunafahamu kuna masekeseke kadhaa yametokea, lakini tunataka tuziangalie jamii zetu ambazo sisi tunaishi nazo. Wengi wanajaribu kuzungumza ama kuhusisha uwepo wa swala zima la maandamano. Kumeanza kusikika fununu, watu wanasema tutaandamana, tutatoka. Hii inaleta haileti hofu na mashaka katika jamii, pengine hali inaweza ikawa ni hali ya sintofahamu au haileti athari zozote. Yani jamii huku mtaani, sisi tunalizungumziaje hili swala? Watu wanavyotishia maandamano, jamii zetu zinakuwa salama kiasi gani? Au sisi kama wanajamii tunalipi la kuzungumza kuhusiana na haya? Maandamano kwetu yapo kwenye katiba. Kwa maandamano ni haki ya kila Mtanzania. Kwa hiyo kifanya maandamano, inapaswa wale wanafanya maandamano waulizwe haki yao ya msingi nini. Kwa yule sasa anawazuia, sasa ndio yeye ndo anaita fujo. Lakini mtu asizani kama mtu anafanya maandamano anaenda kwa kumpiga mtu. Mtu anafanya maandamano kwa sababu kuna kitu anachokitaka. Kama mkimsikiliza hicho kitu anachokitaka, hawezi kufanya maandamano. Kwa naomba tujaribu wa serikali wasikilize hao watu wanataka kufanya maandamano. Haki yao ni nini? Wanachokitaka ni nini? Hakuna mtu anaweza kufanya jambo bila sababu yoyote. Sawa. Zangu unazungumziaje hili swala? Mimi nazungumza kama alivyozungumza mdogo wangu. Mwenye hoja ya kutaka kufanya maandamano angalie nini anachotaka kukifanya, au ana sababu zipi za kutaka kufanya. Sawa, mzee wangu hapa, wewe unazungumziaje swala hili katika kizazi hichi ambacho inaonekana kuna hali ya ushawishi mkubwa wa mitandao ya kijamii, nguvu kubwa ya mitandao ya kijamii kuhusiana na masuala mazima ya maandamano? Wewe una lipi la kuzungumza kwa hawa vijana ambao pengine wameandaa na wameratibu maandamano? Kwa mimi binafsi, ukichukulia swala la maandamano kwa kipindi cha uchaguzi, siwezi nikaliongelea sana, kwa sababu kipindi cha uchaguzi, kwa sababu kipindi cha uchaguzi kina mambo mengi, na kila jambo lina njia yake. Kwa hiyo kuzungumzia swala kama hili kwa kipindi hiki, kwa mimi sio muda wake. Kwa hiyo tuache kwa sababu ni kipindi cha uchaguzi. Kwa hiyo yanayotokea ama maandamano yakitokea ni sawa kwa sababu ni kipindi cha uchaguzi. Sawa. Zangu unazungumziaje swala zima la maandamano ambayo yanaratibiwa na vijana wa Gen Z hususan kwenye mitandao ya kijamii? Mimi bwana, swala la maandamano kiukweli katika maisha yangu sintopenda litokee na wala silitaki, kwa sababu maandamano yana mambo mengi. Aidha mtu anaandamana kwa amani ama kwa shari. Sasa huwezi kujua katika nyoyo zao
wako vipi. Kwa hiyo kwa mimi, kama mimi nafsi yangu sikubaliane na masuala ya maandamano, bali tu tukubaliane na kwamba kuna uchaguzi utakaofanyika, basi tupige kura tarehe 29 Oktoba, mambo mengine yaendelee. Lakini kuhusu masuala ya maandamano, kiukweli mimi siwezi kuliunga mkono, siwezi na sintoweza na haitokuja kutokea. Kama ndio itapangwa hivyo, basi mimi kwa siku hiyo nabaki nyumbani na bora niangalie TV na mke wangu, siwezi kutoka hata siku moja. Sawa, pengine kwa kile ambacho kimekuwa kikidaiwa na hao vijana ambao wao wanasema wanataka kuandamana, unahisi ni sawa kwa maana ya kwamba kuhitaji ambavyo wao wanasema ni haki na uhuru wa demokrasia, sisi kwetu inaweza ikatuathiri kiasi gani kama wanajamii? Athari ni zipi ambazo tunaweza kuzipata endapo yatatokea maandamano, iwe athari chanya au athari hasi, yani kwamba iwe ni faida au ni hasara? Nini ambacho tunaweza tukakipata? Nianzie kwa upande wako kaka. Athari natokea pale yanapokuja kuwa watu mshauja kuvurugikana, lakini maandamano sidhani kama anaweza akaleta vurugu kivile kama watu wanaofikiria. Maandamano anaweza akapanga watu maandamano ya amani tu, no. Lakini sasa yanakuja kutokea vurugu kwa wale wenye mamlaka, wakija kuyakataa yale maandamano, ndio inaweza kutokea ni shida. Na shida ikitokea sio ya kwao, itajumuisha jamii nzima. Lazima watu watapata shida, wengine watakufa, wengine wataumia, no. Kwa sababu tu ya kusababishiwa na watu baadhi. Lakini akifanyika kwa amani, maandamano hayana shida. Sawa, tuangalie tunaweza tukaishauri nini serikali pamoja na mamlaka husika ili haya yote pengine yasitokee, jamii zetu zibaki kuwa salama, hali ya jamii, watu waendelee na shughuli zao za kawaida kama ilivyokuwa kila siku. Tunaishauri nini serikali na mamlaka husika kwenye hili, kwamba tuache masuala labda ya maandamano, ili maandamano tuyaepuke, ili watu wasiendelee kutekwa, hali ya jamii ibaki kuwa salama? Nini kifanyike ambacho kinaweza kikaisaidia serikali ama kikasaidia jamii kubaki katika hali ya usalama? Hapo kidogo nimepata kigugumizi. Hili swala ni zito kulijibu. Kwa nini mzee wangu swala ni zito na sisi tunahitaji jamii zetu ziendelee kuwa salama? Mimi naona usalama hapa ni kwamba tupige kura tarehe 29, Mungu akijalia atakayepata ushindi basi awe ameshinda na aendelee kutuongoza. Lakini pasiwepo na maandamano wala pasiwepo na shughuli yoyote zaidi shughuli ya upigaji kura. Ndugu yangu hapa, una kipi cha kushauri serikali na mamlaka husika kwenye hili? Apija kushauri tu kwa serikali kwa sababu ndio wenye mamlaka. Afu wao ndio wanajeshi, wao wana kila kitu. Kwa wao ndio wanaweza kulinda jambo lolote linaweza likafanyika kwenye nchi. Kwa mimi kitu ninachowashauri tu, waulize tu hao wanataka kuandamana, shida yao ni nini? Wao ndio wanaweza wakapatia, na masuala ya kafa, masuala ya maandamano, watu wakapiga kula, basi kiongozi wakapatikana kwa amani. Sawa, mzee wangu, wewe pia lipi la kushauri serikali, mamlaka husika ili jamii zetu zibaki kuwa salama? Kwa mimi binafsi, kama nilivyosema mara ya kwanza, swala maandamano siwezi kulizungumzia kwa sababu kila mtu ana muono wa kwake. Hapa cha msingi tu tarehe 29 ifike, aliojiandikisha akamchague mbunge alomhitaji, diwani alomhitaji, rais alomhitaji, rais apite kwa amani kama tulivyokuwa miaka yote, atangazwe, aapishwe, mambo yaendelee, kazi na uke. Sawa. Bana, nilikuwa maeneo ya Manzese, niko hapa maeneo ya Manzese Tip Top kwenye Sauti ya Jamii. Leo hii nimekuja kuzungumza na ndugu zangu hapa, rafiki zangu, wana jamii wenzangu, kuweza kujua hali ya kiusalama, matukio mbalimbali ambayo yanahatarisha usalama wa jamii, watu kutekwa, watu kupotea. Nini yalikuwa mawazo yao? Nafikiri umewasikia bila shida yoyote. Mimi naitwa Salumu Amani, niite mjumbe, ukiniita Ami mambo yanakuwa vizuri zaidi, lakini mjumbe siku zote hauawi, na ujumbe wangu nimeufikisha kama ambavyo ilitakikana kuufikisha. Hadi wakati mwingine, chao kwa sasa, bye bye.